kuzungumza masuala mengi, ila msingi wa mafanikio ya yote haya ni utawala wa sheria, uadilifu na uwajibikaji katika kila ngazi, kuanzia juu mpaka chini. Kufanikiwa kwa yote tuliyoyasema ni kuwa na misingi imara, kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili. Tutaelekeza jitihada zetu kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi, ubadhirifu, uzembe, ukosefu wa nidhamu na ukosefu wa maadili. Ni lazima tudhibiti wachache wanaotaka kuturudisha nyuma kwa kuendekeza maslahi binafsi. Aidha, ili kuimarisha uwajibikaji serikalini, tutaendelea kutekeleza programu za maboresho ya utumishi wa umma, ikiwemo matumizi ya mifumo ya upimaji na utendaji kazi. Wajibu huenda na haki au haki huambatana na wajibu. Hivyo basi, pamoja na kuwataka watumishi wa umma kuwajibika ipasavyo, tutaendelea kuboresha maslahi yao kadri uchumi utakavyoruhusu. Mheshimiwa Spika, vile tutaimarisha uwajibikaji na utendaji wa mashirika ya umma. Kuelekea 2030, tutafanya mageuzi ya mashirika ya umma ili kuboresha ufanisi, uwazi na tija. Tunataka kuongeza sio tu gawio ambalo serikali inapokea, lakini pia kufikia lengo la mashirika na taasisi za umma kuchangia angalau 10% ya mapato yote yasiyo ya kikodi. Rai yangu kwenu waheshimiwa wabunge ni kutoa ushirikiano wa dhati kwa serikali. Kwa pamoja tutajenga nchi ambayo mifumo inafanya kazi na miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa ufanisi, ili Watanzania nao waweze kufanya kazi zao kwa bidii na weledi kwa maendeleo ya taifa letu. Namuomba Mwenyezi Mungu kuwa mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu, majengo na mambo yanayoonekana, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu nirudie hapo. Nilikuwa nasema namuomba Mwenyezi Mungu mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu vitakavyoachwa, bali tupimwe kwa tabasamu takaloliacha kwenye nyuso za Watanzania. Tuna imani na Samia, tuna imani na Samia. Samia kweli, 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 Samia.